Na mtazamaji wa Michuzi TV, ikiwa ni mwendelezo wa wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu kitaifa kwa mwaka 2026, nimetembelea banda la mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, kwa maana ya kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha, kujua mchango wa VETA katika utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Mimi ni Belinda Joseph, karibu sana katika mahojiano haya maalumu na meneja masoko na mahusiano wa VETA Sita Peter, kuweza kufahamu sasa mchango wa VETA katika utekelezaji wa dira ya taifa mwaka 2050. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza kabisa niseme mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, majukumu yake makubwa ni kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi ambayo inazalisha ujuzi kwa lugha nyingine, lakini jukumu la pili ni kukuza elimu na mafunzo ya ufundi stadi na kugharamia elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Kuna jukumu lingine pengine kuratibu elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini sasa tukizungumzia swala zima la kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi ama kuendeleza ujuzi ama kuzalisha ujuzi, hilo ndio naweza nikalizungumza kwa kina zaidi kuhusu mchango wa VETA katika utekelezaji wa dira 2050. Kwanza tutambue kwamba dira ya 2050 ina nguzo kubwa tatu. Nguzo ya kwanza ni uchumi imara, jumuishi na shindani. Na kwa VETA nini tunafanya sasa katika kuchangia kwenye hii nguzo ya kwanza? Jambo la kwanza, tuna mradi ambao tunautekeleza ambao unaitwa ESPJ2, ambao ni mradi wa elimu na ujuzi kwa ajira zenye tija, ambao ni mradi ambao unagharamiwa na Benki ya Dunia kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania. Sasa VETA tunafanya nini? Jambo la kwanza ambalo tunalifanya kwenye huu mradi ni kuanzisha vituo 15 vya umahiri, ambao inakwenda kuchochea kuwa na nguvu kazi mahiri na ambayo inawezesha sisi wa Tanzania kuwa shindani na kukuza uchumi wetu, hivyo kufanya kuwa imara. Lakini pia tunaendelea kufanya utambuzi na uendelezaji wa ubunifu, na kwa sasa tuna kitengo maalum kabisa ambacho kinahusika na utafiti na ubunifu, na Watanzania wakiwa wabunifu watakuwa na mchango mkubwa sana kwenye kufanya uchumi wetu uwe imara na uwe shindani. ESPJ2 tunakwenda kuwekeza katika elimu na ujuzi kupitia utekelezaji wa huu mradi. Lakini jambo la pili ni kuimarisha mfumo wa udhibiti ubora. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukiimarisha mfumo wa udhibiti ubora, mafunzo yetu yatakwenda kuwa bora zaidi. Lakini twende kwenye nguzo namba 3 ya dira ya taifa ya maendeleo ya taifa 2050. Yenyewe inazungumzia uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Nini VETA tunakwenda kufanya? Labda kabla sijataja kwamba nini tunakwenda kufanya, niseme hatua ambazo sasa hivi tumeshazifikia. Kwa sasa tumepanda miti 130,800 kwenye vyuo vyetu kote nchini. Asante Sita. Mara baada ya kuweza kuzungumzia sasa mchango wa VETA kutekeleza dira ya taifa mwaka 2050, labda tungependa kufahamu kwa namna gani ni muhimu kwenu VETA kuweza kutekeleza dira hii. Mnadhani jamii itanufaikaje? Naona VETA kutekeleza hii dira 2050 ni moja ya taasisi muhimu sana, ina mchango mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia mambo mengi katika yanayotajwa katika dira 2050 ukiyatizama yanagusa ujuzi. Kwa nini nasema hivyo? Tunaposema labda tufanye uchumi wetu uwe imara na shindani, maana yake tunahitaji tuongeze tija kwenye uzalishaji, tunahitaji uwekezaji kwenye viwanda, tunahitaji utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kiuchumi, tunahitaji uwezo wa watu wetu. Sasa yote haya ukiangalia, VETA na jukumu kubwa sana, kwa maana ya kwamba ili tija iongezeke kwenye uzalishaji, watu wawe na ujuzi, watu wawe mahiri, watu waweze kuajirikwa kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji. Watu hawa ndio wanahitajika viwandani, hawa ndio wanahitajika kwenye miradi inayowekezwa. Hawa sasa ndio watakao kwenda kuchochea au kuongeza tija
kwenye uzalishaji na hatimaye uchumi uweze kukua, uweze kuwa imara, uweze kuwa shindani.